Mdau mmoja kupitia katika mtandao wa X anayejulikana kwa jina la Wiseman ameandika kwamba ex-jaji Warioba ni sehemu ya mpango wa mapinduzi ya Oktoba 29. Kauli hii inakuja ikiwa ni masaa machache tangu ambapo Jaji Sinde Warioba atoke kuzungumza na The Chanzo kuhusiana na yale matukio yaliyotokea pamoja na kuzungumzia ripoti ya Jaji Othman Chande iliyotolewa siku chache zilizopita kuhusiana na uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29 wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Wiseman kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X aliandika ujumbe na kusema kwamba Jaji Warioba ni sehemu ya mpango wa mapinduzi ya Oktoba 29. Mzee Joseph Warioba, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ananikumbusha historia ya waziri mkuu wa zamani wa nchi ya Burundi, Mheshimiwa Jenerali Alain Bunyoni, ambaye alishiriki kuunda na kutekeleza njama za kutaka kumpindua rais wa sasa wa nchi, Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye. Haya si mambo mageni kwa viongozi wa bara la Afrika, ilikuwepo na yataendelea kuwepo. Upo ushahidi wa wazi kabisa kwa waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Mheshimiwa Jaji mstaafu Sinde Warioba alikuwa ni sehemu ya waratibu wa kwa mpango kuipindua serikali ya Tanzania Oktoba 29. Kupatikana kwa taarifa hii si tu kwamba kuna stua anga la siasa la Tanzania, lakini pia uhoji maswali magumu kuhusu nafasi ya viongozi wa wastaafu katika ulinzi wa amani na usalama wa taifa hili. Kwa kutambua hilo, Jaji Warioba ameungana na waratibu wengine wa mapinduzi ya Oktoba 29 kuipinga Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Pili, ripoti ya tume ya Jaji Mkuu mstaafu Mzee Chande kukataa pendekezo la kuundwa kwa tume ya kijinai kwa hoji wahusika. Jaji Warioba anafahamu kabisa kuwa ni lazima tume hiyo itamuita na kumhoji ushiriki wake kutokana na uwepo wa vikao vingi vya siri na uongozi wa juu wa Chadema kabla ya uchaguzi mkuu, akiwemo mwenyekiti Tundu Lissu ambaye anashtakiwa kwa kesi ya uhaini. Jaji mstaafu Sinde Warioba kwa kutambua hilo ni kama kapigwa na ubaridi, na sasa kwa kushirikiana na Jenerali Ulimwengu ambaye mara kadhaa ameshiriki katika kamati za Chadema, ikiwemo ile kamati iliyokutana na Mheshimiwa Rais mstaafu wa Malawi Lazaro Chakwera mwezi jana, ameanza kuratibu shutuma za uongo dhidi ya ripoti ya tume ya Jaji Chande, dhidi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na dhidi ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mpango huu maalum wa Chadema na wadau wao ulianza juzi baada ya Jenerali Ulimwengu kuandaa mahojiano ya mchongo na Jaji Warioba, wakitoa shutuma nzito ambazo kwa mtu mwenye hadhi ya waziri mkuu mstaafu, mtu mwenye hadhi ya jaji ya mahakama kuu na wakili ni ngumu kuzitoa bila kuwa na ushahidi wa wazi. Mpango huu wa Jaji mstaafu Sinde Warioba na Mzee Jenerali Ulimwengu unaenda sambamba na kuanza kwa mikutano ya hadhara Chadema nchi nzima, pamoja na mradi wa kusambaza uongo mitandaoni dhidi ya Mheshimiwa Rais ambao nao umeanza sambamba na miradi hiyo mingine ya Chadema. Ni hatari kwa Jaji mstaafu kutangazia umma kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilipiga kura yenyewe na baadaye kumtangaza mshindi. Kauli hii inaleta sintofahamu kubwa ndani ya taifa. Mheshimiwa Rais hapaswi kukatishwa tamaa kuelekea kuundwa kwa tume ya uchunguzi jinai ya Oktoba 29, na kwa ushauri nadhani Mheshimiwa Rais anapaswa kuitangaza tume hiyo haraka. Kila mtu lazima avune alichopanda.